Bwana, wewe ni mtakatifu, maana jina lako ni jina takatifu. Nawe upendezwa na watakatifu walioko hapa dunia, kama ulivyoketi katika mlima mtakatifu. Bwana, eneo hili ni takatifu na ni eneo iliyowekwa jina lako. Baba wa rehema, tazama watakatifu hao waliekaa mahali patakatifu. Neno lako nao liwe takatifu. Baba wa rehema, neno lifanye watu hao watakasike na kuwa watakatifu. Wanapokuwa watakatifu Baba, mabaya yote yaondoke, magonjwa, laana zote, manuizo kinyume nao Baba, balaa na nuksi zote, hata wale wanaotutafuatilia Baba kutoka nchi za mbali. Baba wa rehema, kwa kusikia na kuona Baba wa rehema, watakasike nao wawe watakatifu. Ninashukuru jina lako Baba kwa ajili ya kitabu cha 65. Asante Baba, maana hata leo utasema na watakatifu wako, katika jina la mtakatifu aliyetukuka kuliko watakatifu wote, na watakatifu wote waseme amen. Amen. Basi watu wa Mungu, tupo kwenye kitabu cha 65. Nilikwambia mwanzo nilipokuwa naanza kufundisha Biblia hapa Januari tarehe 1 ya kuwa Biblia ni kitabu kimoja kikubwa yenye vitabu vidogo vidogo 66, na tulianza kupitia kila kitabu. Hatimaye leo tunaingia kwenye kitabu cha 65. Kwa mujibu wa wafanya mahesabu, ina maana 65 ukitoka kwenye 66, bila shaka inakuwa imebaki kitabu kimoja. Watu wa Mungu, haikuwa ni safari nyepesi. Kusoma Biblia ni mapambano, ni ushindani. Yawezekana ukasoma gazeti mpaka saa 9 usiku, lakini ukichukua Biblia kusoma, macho yanachoma, simu inaita, vurugu, mechi, mapambano, yani hapa na pale. Lakini yote tisa ya kuwa leo tuko kwenye kitabu cha 65. Hebu nisikie ukisema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Maana umetuwezesha. Maana umetuwezesha. Hatukuweza kwa uwezo wetu. Kwa uwezo wetu. Maana tunayaweza yote. Maana tunayaweza yote. Katika yeye atutiaye nguvu. Atutiaye nguvu. Asante Bwana. Asante Bwana. Maana hata hapa tulipofika, nasema haleluya. Nasema haleluya. Katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Amen. Mbona sasa watu wa Mungu, kama tuweze tukamshukuru Bwana, naamini hata katika wale tuliyeanza nao, sio wote tuliyeenda nao mpaka kufikia sasa hivi. Kuna wengine waliyekuwa anaacha hata miezi miwili, akiona watu wanashukaje, na yeye anajumuisha na kundi hilo, na yeye anashuka. Lakini kuna mashimo wapi? Kuna mashimo kule nyuma ambayo hakuyaziba. Watu wa Mungu, nasikia furaha ndani ya moyo wangu, kwa sababu sio tu nimeongoza watu hapa kwetu, nimeongoza watu duniani kote. Ninashawishi watu wote wasome Biblia, maana sio mchungaji atakayesoma Biblia alafu wewe uelewe. Leo mtu mmoja kati yetu amesema kuwa tunaingia kwenye kitabu cha Yuda, lakini Yuda anaongea habari za Enoko. Kama umeamuka tu ukafungua kitabu cha Yuda ukaanza kusoma pasipo kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5, ukoo wa nani? Wa Adamu. Utajuaje ya kuwa Enoko alikuwa wa 7 kuanzia kwa Adamu? Utajuaje kama siku ya 7 Mungu alistarehe na kupumzika? Utajuaje ya kuwa maana alikuwa ni wa 7 ndio maana alitembea na Bwana vizuri na akatwauliwa? Utajuaje kwa 2017 ni mwaka wa kustarehe na kupumzika? Uwezi ukajua. Nasema hivyo watu wa Mungu. Nilikuambia Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. Agano Jipya ni Agano la Kale imetimilika. Agano Jipya ni Agano la Kale imekamilika. Lakini Agano la Kale ni Agano Jipya imefunikwa. Agano la Kale ni Agano Jipya haijatimilika. So watu wa Mungu, agano hizi mbili zimeungana.
Ndio maana sisi wana wa agizo kuu, Mungu ametusaidia, tumetumia njia ya Biblia kujitafsiri yenyewe. Biblia ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni Roho Mtakatifu, maana inaweza ikavaa umbo lolote. Nasema hiyo watu wa Mungu, kuna mambo yaliyoshindikana yatawezekana kwa sababu ipo neno la Mungu inayoweza kugusa eneo hilo. Yesu kila eneo alitaja andiko linaloendana na eneo hilo. Itakupa mfano. Ikawa siku moja, siku ya Sabato, Yesu na wanafunzi wake wanapita katika mashamba. Kama unavyojua, Torati haikuruhusu mtu avune shamba lake lote, bali ilimlazimisha unapovuna shamba lako, pembeni mwishoni uliamrishwa usiavune kwa ajili ya wasiojiweza, wapita njia, hata kwa ajili ya wanyama na mifugo. Unatakiwa pembeni unaacha. Wanafunzi wakaona mtu amevuna, ameacha pembeni mwa shamba lake, wakasikia njaa. Lakini Torati ilisema ya kuwa siku ya Sabato mtu asifanye nini? Asifanye kazi. Njaa ikawazidi, wakafanya nini? Wana Yesu wakaingia kwenye shamba, wakaanza kuvunja mashuke na kuyala. Wale Mafarisayo, wale waliyekuwa wanamfuatilia Bwana, ikawaje? Wakamwambia Bwana, wanafunzi wako wanafanya nini siku ya Sabato? Yesu akamwambia kuwa hamkusoma habari za nani? Za Daudi, jinsi alivyoingia hekaluni, naye akachukua mkate wa uonyesho, akala, akawapa na vijana wake wala wasihukumiwe. Akawaambia kuwa hamjui ya kuwa makuhani ambao ndio nyinyi wenyewe mnainajisi Sabato, wala msifanye nini? Msihukumiwe. Hawakula boda, waliingia mitini. Alipoingia hekaluni akakuta watu wanafanya biashara. Hujawahi kujua kwa nini Yesu aliwashinda wale watu? Aliwashinda kwa kutaja maandiko mawili. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu si nyumba ya sala. Isaya 56 mstari wa 7. Nanyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Yeremia 7:11. Maandiko haya mawili, akapata nguvu, akatengeneza kikoto, akawalamba kikoto, akamwaga vitu vyao, wakakimbia, wakamuuliza kuwa hebu tuambie kwa nguvu gani? Wala hakuwajibu. Akawa yeye anazidi kuwaponya watu pale hekaluni, na watoto wadogo wakirukaruka na kuimba hosana, haleluya sana. Akawaambia kuwa, je, hamjui ya kuwa kwa vinywa vya watoto wadogo sifa imefanya nini? Bila shaka andiko ilishinda mabaya. Andiko ikamshinda na shetani pale wakati alijaribiwa Yesu. Akapelekwa hadi nyikani, akajaribiwa na mjaribu wake ambao ni shetani. Kama ni mwana wa Mungu, geuza mawe iwe mkate ule. Akasema, akatumia andiko inayoendana na chakula. Mwanadamu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno. Ina maana mwanadamu anaishi sio kwa mkate wa kawaida, mkate wa kiroho ambao ni neno la Mungu. So mtu wa Mungu, hii ndio siri kubwa. Unapoomba kuwa kichwa kinauma kwa jina la Yesu, hebu tafuta andiko inayoendana na kichwa. Useme tunapona kwa jina la Yesu, pona kwa jina la Yesu. Hapana. Maana imeandikwa, mkwewe Petro akawa hajiwezi, anaumwa homa, naye akaikemea hiyo homa, naye akapona, akainuka, akawatumikia. Bwana utazama neno lake. Sema Bwana utazama neno lake ili apate kulitimiza. Mara nyingi watu wengi wameomba kinyume. Katika jina la Yesu Kristo, sasa Baba wa rehema, navaa silaha zangu sasa. Navaa silaha zangu sasa. Navaa silaha zangu sasa. Baba, naanza kuwapata sasa. Popote pale walipo Baba, katika mashimo yote nafuata, katika majengo nafuata Baba. Naanza kuwakaba kwa jina la Yesu. Wewe jina la Yesu nakaba nao.
Jina takatifu nakaba nayo. Nakaba kwa jina la Yesu. Nakaba kwa jina la Yesu. Jasho linakutoka. Unaharibu nguvu zako bure. Ugali wako na dagaa uliyekula unaipoteza. Unaomba, ndio maana imeandikwa hata hawajajibiwa, maana wanafanya nini? Ili wafanye nini? Kutimiza tamaa zao. Kwa tamaa, maana tamaa yako ndio unataka faraji afe sasa. Alafu natumia jina takatifu. Jina ambao ilikomboa. Unatumia sasa kulani. Na kulani kwa jina la Yesu. Lani kwa jina. Watu wa Mungu, sio Yesu anayeua. Shetani ndiye anayeua huko. Wewe unafanya kazi na shetani. Yesu akasema sio wote wanayeniita Bwana Bwana ni wa kwangu. Na maombi aina hiyo ni mtu asiyejua Biblia. Ukisoma Biblia ukiona kwenye nyaraka hizi. Mimi nataka niende mbinguni. Sijui wewe unataka kwenda wapi? Kitabu cha 65 ni kitabu yenye sura moja. Ni kitabu ambayo ilikuwa kwenye asili ya waraka. Haikuwa kitabu, ilikuwa ni waraka. Na waraka huo au kuandikiwa sehemu moja, iliandikwa kwa jumla. Ina maana iliandikiwa kwa Kristo. Ndio maana utaona lugha aliyetumia pale sio lugha ya sehemu maalum. Aliandika nani? Aliandika Yuda. Lakini huyu Yuda akajitambulishaje? Akasema mimi ni Yuda, mdogo wake nani? Mdogo wake Yakobo. Kwa nini alisema yeye ndugu yake Yakobo? Yakobo alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Yerusalemu. Akapata umaarufu sana na alijulikana sana kwa imani yake. Na alifanya kazi kwa bidii kiasi kwamba akahamasisha watu waliopeleka injili waliweza kukusanya fedha na kuleta kwa ajili ya msaada Yerusalemu. Ndio maana kitabu cha Yakobo imeongelea sana kusaidia wasiojiweza, dini iliye njema. Kusema kuwa ni kusaidia wajane na mayatima na wasiojiweza. So akatumia njia hiyo kutaja kaka yake Yakobo. Je, Yakobo huyu alikuwa yupi? Maana tuliona Yakobo baba yake mwanafunzi wa Yesu. Kuna Yuda, wanafunzi wa Yesu wawili waliitwa Yuda. Alikuwa Yuda ambayo akaja akatumia jina la babake Yuda mwana wa Yakobo, ambayo alikuja kuitwa Tadeo. Alikuja kubadilisha jina baada ya Yuda yule kufanya mabaya. Yuda mwingine aliitwa Yuda mwana wa nani? Iskarioti, ambaye msalizi Kristo. So jina Yuda ilikuwa ni jina la kawaida. Lakini baada ya Yuda Iskarioti kufanya jambo hilo, jina hilo watu hawakuitaka sana. Lakini umeona huyu anasema ni mdogo wake Yakobo. Tunajua wapi? Hebu tusome kitabu cha Marko 6:3 na usome Mathayo 13:55 ili tuone Yuda. Ili ujue Yakobo ya kuwa hawa watu Yuda na Yakobo na Yose wote hao walikuwa ni wadogo wake Kristo. Lakini wadogo kivipi? Wadogo wa kambo. Mama moja, baba tofauti, na watu hao walimkataa Kristo. Watu hao walimkataa Kristo kabisa. Hebu tusome mwingine aliyepata Marko asome, aliyepata Mathayo asome. Nasoma kwa jina la Yesu. Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa petu wakajikwaa kwake. Soma na Mathayo 13:55. Imeandikwa, huyu si mwana wa seremala ambaye mamaye si yeye aitwaye Mariamu na nduguze ni Yakobo, Yusufu na Simoni na Yuda? Maona Simoni na Yuda. Maona Yuda alikuwa ni mdogo wa kina Bwana
ina maana alikuwa ni ndugu yake Yesu. Lakini watu hawa Yesu alipokuwa anaanza kufanya huduma, watu hawa walimkataa kabisa. Wala huyu Yuda wala Yakobo hawakuwa wanafunzi wa Yesu, bali walikuwa ni watu ambao walikuwa wanampinga nani? Wanapinga kaka, wakisema kaka amefanya nini? Amechanganyikiwa. Kaka huyu anahitaji kufanyiwa maombi. Lakini ilipotokea walipoona ya kuwa Kristo amefufuka, walipoona kaka yao aliyezikwa amefufuka, pale ndipo walipokazana, wakawepo pale mlimani, ambapo alikuwa mlimani Mzaituni, alipokuwa anafanya nini? Anapaa juu. Na pale katika wale orodha ya 120 pale, na wao walifanya nini? Walikuwepo. Lakini kuna sehemu ambayo imeandikwa ya kuwa hata ndugu zake walimpinga. Ndugu zake Yesu ambao ndio wakina Yuda, wakina Yakobo, walimpinga, hawakukubaliana na yeye. Sasa watu wa Mungu, kwa nini Yusufu hatukuona habari zake tena? Tumeona tu habari zake pale ambapo Yesu anazaliwa. Yusufu baada ya kuzaliwa kwa Yesu aliendelea kuwepo na kumfundisha Yesu kazi ya seremala. Lakini baada ya pale, kabla Yesu hajaanza huduma yake, Yusufu alifariki. Na Yesu aliendelea angalau kuhudumia familia, lakini baadaye akajikita katika huduma. Yamkini hiyo ndio iliyofanya wakina Yakobo wakamuona kaka stahili, maana kama na mkate sasa tena hatupati. So mtu anaweza kuuliza kwa mbona sijaona habari za Yusufu? Yusufu alifariki mapema. Bwana Yesu asifiwe. So Yuda huyo naye akaja akawa mtumishi wa Mungu, na imani ikapanda juu, maana wakasema tulikuwa naye nyumbani tukafanya mchezo. Hawakufanya mchezo tena, na ndio maana yeye akawa mstari wa mbele kufanya kazi. Na tayari kaka yake alishakufa. Kaka yake alikufa katika mwaka wa 62. Alipigwa kwa mawe tu akafa haraka haraka, wakati ambapo yule Feliki alipoamua kurudi kule na kumwacha nani achukue nafasi yake, Festo achukue nafasi yake. Wakati ule pale wa mabadiliko ya uongozi, wakamtoa Yakobo, wakampiga kwa mawe, akafa, akauawa. Lakini hebu pata picha kwa Yuda akuacha, akaendelea. Hatimaye waraka huu unaandikwa mwaka wa 75 mpaka mwaka wa 80 baada ya Kristo. Lakini waraka huu hakutaka kuandika, alitaka kuandika waraka wa kuelezea wokovu. Lakini alipopata taarifa za walimu wa uongo kuenea na